Watumishi wa sekta ya umma na binafsi nchini wamehimizwa kujiunga katika vyama vya ushirika wa akiba na mikopo SACCOS ili kuwezesha kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo na hivyo kujikwamua kiuchumi. Kwa kweli SACCOS kama SACCOS ni benki ya ushirika, ni taasisi ya kifedha ya jamii. Na kwa namna moja ama nyingine, ukiona watumishi wa viwango SACCOS wanajenga, wananunua magari, wanafanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, yote hayo ni kwa sababu ya mchango mkubwa unaotolewa na viwango SACCOS. Kwa hiyo viwango SACCOS imekuwa part and parcel kwenye maendeleo ya kiuchumi ya karibia. Si wote ni wanachama wa viwango SACCOS, sio kila mtumishi wa taasisi ya viwango Tanzania ni mwanachama wa viwango SACCOS, lakini kwa sehemu kubwa walio wengi ni wanachama wa viwango SACCOS. Na kwa kweli kwa tunavyoongea nao na tunavyo engage nao, kwa kiasi kikubwa mafanikio yao ya kiuchumi, ya kijamii, mengi kwa kiasi kikubwa yamechagizwa na hii taasisi yetu ya viwango SACCOS. Kwanza wanashangaa wafanyakazi wenzangu ambao hawako SACCOS, najiuliza huyu mtu anaishije? Kuna product nyingi, utakuta kuna mkopo wa elimu, kuna mikopo maalum, kuna mkopo wa dharura, kuna mkopo wa maendeleo. Kuna wakati nafika unahitaji mkopo ya kulipa ada ya mwanao, kidogo hujakaa vizuri. Ukiingia ofisini pale, wewe ni mwanachama, muda mfupi ushapata hela, umekilia ada, maisha mengine yanaendelea. Kama nilivyoeleza, swala la maendeleo pia emergency, kuna dharura, unahitaji hela ya dharura kama mzazi anaumwa, au sio? Pamoja bima imsafirishi mzazi, unajua unahitaji safari na vitu vingine. So SACCOS imekuwa inatusaidia sana kwenye kudili na haya mambo. Haya mambo ndio aliyotupeleka tukitarajia kuyapata, lakini sasa tunayapata. Mishahara yetu tunaijua, mishahara yetu ni ya kawaida. Umeona? Unaweza kusema kwamba maendeleo ambayo unayapata au manufaa ambayo unapata kupitia viwango SACCOS ni ya haraka. Kusema nitegemee mshahara wangu nisubirie paka niwekeze pembeni afu nifanye maendeleo yangu pembeni. Kwa kupitia viwango SACCOS tunaweka hisa, tunaweka akiba, pia tunapata nafasi ya kukopa mikopo ya maendeleo. Niendelee kuomba wanachama waendelee kuwekeza kwenye chama chao, waendelee kuweka akiba kwa wingi ili waendelee kukopa zaidi na zaidi na kuweza kutatua changamoto mbalimbali na kujiendeleza kiuchumi. Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso ameagiza mamlaka ya maji safi na safi mazingira Dar es Salaam DAWASA kusimamia kwa usawa upatikanaji wa maji kwa wakazi wa Dar es Salaam na Pwani kufuatia uzalishaji wake kupungua kutoka lita milioni 270 kwa siku na kufikia lita milioni 100.